Karibu katika kipindi Discovering Africa kupitia teknolojia mpya. Mfululizo wa vipindi kupitia mfumo wa podcast kinachoelezea uzuri wa hazina adhimu za Afrika, wabunifu na wataalamu wanavyoshughulikia changamoto tata ili kupata suluhisho kwa kutumia maarifa ya kiasili, teknolojia na ubunifu. Kipindi chetu kinahamasishwa na Agenda 2063 kifungu cha 7 cha Umoja wa Afrika inayolenga kuitambulisha upya na kubadili mtazamo hasi wa simulizi kuhusu Afrika. Tunaamini kwamba Afrika ina uwezo wa kutatua changamoto zake za maendeleo yenyewe na kuwa mwenza bora, mwenye umoja, uvumilivu, amani na mwenye ushawishi mkubwa. Jiunge nasi katika kupitia mabadiliko ya kiteknolojia yanayotarajiwa barani Afrika, ukiwa nami msimulizi wako Razia Platini Mwanga, na uweze kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu wanaoshawishi mabadiliko barani Afrika. Leo tunasherehekea siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu wekeza katika wanawake, harakisha mabadiliko. Kwa kutambua na kuthamini mchango wa wanawake, leo tunaongea na wakili msomi na mwanaharakati mtetezi na mbobezi wa haki za binadamu za wanawake na makundi maalum, Bi Hilda Stuart Dadu. Hilda ni mmoja wa waanzilishi wa mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Hilda ana shahada ya uzamili kwenye afya ya umma na ana uzoefu wa miaka takriban 15 katika utetezi wa haki za wanawake na makundi maalum. Karibu katika Discovering Africa Through Technology. Hilda ni nani na dhumuni la kuanzisha mtandao wa watetezi wa wanawake na haki maalum Tanzania? Asante dada Razia, kwanza nashukuru sana kwa nafasi hii adimu. Ni mratibu wa mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania, lakini pia ni katibu wa mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu kwa Afrika Mashariki, mtandao ambao unakutanisha wanawake watetezi wa haki za binadamu takriban kutoka katika nchi 7 za Afrika Mashariki. Na kwa nini tulianzisha huu mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu Tanzania? Tuliangalia nafasi ya wanawake watetezi wa haki za binadamu kuleta maendeleo ya haki za binadamu, hususan katika ulinzi na kulinda hizi haki pamoja na kuzikuza, na mchango wao kwa taifa na jinsi gani nchi kama nchi ama taifa kama taifa linaweza likatambua kwa undani na kutoa kipaumbele kwenye hii michango ya wanawake watetezi wa haki za binadamu. Lakini jingine, kumekuwa na matukio mbalimbali ya kuogofya wanawake watetezi wa haki za binadamu, kudhalilishwa, kutishwa, mpaka wengine kuuawa kwa sababu tu ya kutetea hizi haki za watu wengine. Na hii ni kwa sababu tu ya mifumo tulionayo ambayo tunasema mifumo kandamizi. Wengi wana mitazamo kwamba mwanamke hawezi akafanya kitu ambacho kinaweza kikaleta mabadiliko. Kwa hiyo yale mabadiliko kwa upande mwingine wenzetu wanaume wanaona kama tishio. Kwa hiyo kama ili kuwanyamazisha sasa wanawake watetezi wa haki za binadamu wanatumia vitisho na wakati mwingine wanauawa. Tangu tumeanza mtandao wetu wanawake watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania mwaka 2019, tulishashuhudia zaidi ya wanawake 5 ambao walitishwa kuuawa. Yaani wameponea chupuchupu kuuawa kwa sababu ya kutetea haki zao, haki za msingi pamoja na haki za watu wengine. Lakini pia tumeona mzigo mkubwa ambao wanawake watetezi wa haki za binadamu wanafanya, kwamba wanafanya kazi nyingi za kujitolea, lakini kulikuwa kunakosekana kitu kinaitwa backup. Nani atawasupport? Kuna kundi gani ambalo litasupport kama wakiwa kwenye hali za vitisho, tunasema hali hatarishi, na wengine wanapoteza maisha, zile familia zao nani anawafuatilia? Kuna wakati wakiwa kwenye vizuizi ama wakiwa kwenye detention, hawa wanaomtegemea, kama tunavyoelewa kwamba wanawake wengi wa Kitanzania tumebeba sana mzigo wa familia. Utakuta ni mama, lakini una watu wengi wanakutegemea.
Kwa hiyo wale wanaobakia kama huyu mama akiwa kwenye hizo custody ama detention, nani anampa backup ama ana support, yani ile familia iendelee kuishi kama yeye alivyokuweko. Kwa hiyo kutokana na sababu nyingi nyingi tulizitafakari, tukaziona, tukasema kuna haja sasa ya kuanzisha huu mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu Tanzania, ili kuleta ahueni kwa wanawake watetezi wa haki za binadamu, lakini pia kuleta nguvu ya pamoja wakati tukiwa tunatetea hizi haki za binadamu, lakini pia kupeana sapoti ikiwa kuna changamoto anayopitia mwanamke mtetezi wa haki za binadamu wakati anafanya utetezi wa haki za binadamu, basi kuna ile backup support ambayo sisi kama mtandao tunakuwa tunaitoa. Asante sana dada Hilda kwa maelezo hayo marefu na ya kina kuhusu lengo la nyinyi kuanzisha huu mtandao. Umeongelea kwamba huu mtandao umetengenezwa kwa ajili ya kutengeneza kama ni support system ya kuwasupport hao wanawake watetezi, kwa sababu watu wametumia hichi kigezo kuweza kuwadhalilisha na kuwatesa hao wanawake. Ningependa kujua, kwa sababu mnatetea haki za wanawake na makundi maalum, kwa ujumla hali ya haki za binadamu Tanzania ikoje? Hali tukiangalia tulikotoka na sasa, hali ya haki za binadamu naweza nikasema iko kwa kiasi chake, kwamba haki za binadamu zinatetewa, lakini pia bado kuna changamoto. Kuna haki nyingi tangu tumeanza haya mavuguvugu ya utetezi wa haki za binadamu, haki nyingi sasa hivi zinatambulika ndani ya nchi yetu, na kulingana kwamba Tanzania kama nchi tumekuwa wamoja wa kwenye mikataba mbalimbali ambayo inatoa miongozo ya jinsi gani ya kuzilinda na kuzikuza hizi haki za binadamu. Kwa hiyo hilo tu, kutambua hilo kwa nchi kuingia kwenye haya majukwaa ya kimataifa na kuwa sehemu ya hii mikataba ni jambo kubwa sana kwenye nchi yetu. Lakini pia hata sheria zetu, kuna baadhi ya sheria ambazo baada ya nchi kuwa imeingia kwenye hii mikataba ya kimataifa, ya kikanda na pamoja na ya kisubkanda, imefanikisha sana hata hii miongozo, mikataba ya haki za binadamu kuwekwa katika sheria za nchi. Lakini si mikataba yote ambayo imewekwa katika sheria za nchi, labda kutokana na sababu mbalimbali. Kama ulinzi wa haki za binadamu kwa kiasi chake nchi yetu ya Tanzania imeweza ikatekeleza, lakini japo kuna maeneo ambayo bado tunapambana nayo kuhakikisha kwamba hizo haki zinafanyiwa kazi. Kwa mfano, naweza kutoa mfano, haki ya wanawake kumiliki mali. Kama nchi mwaka 2004 nakumbuka iliweza kutunga sheria, maanake huko nyuma tulikuwa hatuna sheria moja ya ardhi. Tulikuwa tunatumia tu hiyo Ordinance Act ambayo ilikuwa haitoi mwongozo wa jinsi gani umiliki wa ardhi ama mali kwa watu, makundi yote niseme, ikiwemo wanawake na wanaume. Lakini baada ya ile sheria ya mwaka 2004 ambayo inabadilishwa mara kwa mara, iliweza kutambua kwamba mwanamke pia anaweza kumiliki ardhi. Lakini pia tuna sheria za mtoto ambayo ilitungwa mwaka 2009 ambayo iliweka vigezo, tulialaini na sheria za kimataifa, kwa mfano zile CRC wanaita Child Right Convention on the Right of the Child, ambayo tuliweza tukaifanya ikawa kama sheria ya ndani. Lakini pia kuna sheria nyingi ambazo zinafanyiwa marekebisho ili kuendana mikataba hii ya kimataifa. Kwa mfano, ushiriki wa wanawake kwenye nyadhifa mbalimbali za uongozi, za uchaguzi, kukaa kwenye nafasi za kufanya maamuzi, imesaidia sana kukuza kwa haki za binadamu. Unajikuta sasa leo tuna wanawake ambao wameshika nyadhifa mbalimbali, ukiangalia na kipindi cha ukijaribu kulinganisha na kipindi cha nyuma. Lakini licha ya kuwa tu tumepiga hatua kutekeleza ama kukuza haki za binadamu hapa nchini, lakini bado tuna changamoto ambazo zinatukabili katika kukuza hizi haki za binadamu kwa nchi yetu. Changamoto hizo ni nyingi. Nchi yetu ya Tanzania imeweza
inafanya kwa kiasi chake kuhakikisha kwamba inakuza na kuendeleza na kulinda haki za binadamu, lakini tuna changamoto mbalimbali. Kwa mfano, bado tuna sheria ambazo ziko kandamizi. Kwa mfano, sheria ya mirathi ambayo bado tunaitumia, ambayo kwa kiasi kikubwa bado inafinyilia haki za binadamu za wanawake kumiliki kimali, kwamba sheria ya mirathi hizi za kimila pamoja na kidini, kwa mfano kwa upande wa wenzetu wa Kiislamu, bado inaleta ubaguzi kwa umiliki wa mali kwa njia ya kurithishwa kwa kundi la wanawake. Utajikuta kwamba kwa mfano sheria ya kimila inasema mtoto wa kike katika kurithi mali ya mzazi wake anawekwa kwenye daraja la 3, kitu ambacho unajikuta mwisho wa siku katika vile kugawana zile mali au kuzigawa zile mali, unajikuta kabisa anachokipata ni kidogo kulinganisha na watoto wa kiume. Lakini pia bado tuna changamoto ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Sheria ya ndoa bado kandamizi kwa mtoto wa kike. Kwanza imepitwa na wakati, na bado inaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa kwenye umri mdogo, umri wa miaka 14 na 15. Kwa upande wa kiafya tunasema huyu mtoto akiolewa kwenye umri huu bado maumbile yake yanakuwa hayajaweza kuhimili vishindo vya uzazi. Maanake mtu akiolewa mara nyingi, ili aweze kusurvive kwenye ndoa yake, lazima apate mtoto, na kwa hiyo ili apate mtoto lazima apate ujauzito. Kwa hiyo ule ujauzito tunaona kwa umri wa huyu mtoto unakuwa kidogo unamweka kwenye wakati hatarishi. Tunaambiwa kwamba kisayansi, yani mwanamke aliye chini ya miaka 20 ana chansi maradufu ya kufa ukilinganisha na mwanamke ambaye ana miaka zaidi ya 20 kama akipata ujauzito. Kwa hiyo pia hii sheria, huyu mtoto akiolewa kwa umri huu mdogo, bado zinamnyima haki zake nyingine. Kwa mfano, haki ya kusoma na kupata maendeleo, zinarudisha nyuma hizi vuguvugu za kuleta maendeleo kwenye nchi. Lakini pia hizi sheria kandamizi zinatupa wakati mgumu sana, na ni eneo ambalo tunalifanyia kazi kama wanawake watetezi wa haki za binadamu, kwamba tukiendelea kuwa na sheria kandamizi, na sisi kazi zetu zinakuwa kwenye mazingira hatarishi, kwamba sheria bado inatoa mwanya wa mtoto kuolewa, lakini huku sisi tunaenda kunamtetea mtoto kuolewa. Unaona kabisa kuna upinzani mkubwa hata kufikia ile haki. Tunasema kufikia haki ya yule mtoto tunatumia nguvu sana na tunatumia muda mrefu mpaka kupata suluhisho. Kwa hiyo haya mazingira yanakuwa yanaleta ugumu kwa sisi wanawake watetezi wa haki za binadamu kuhakikisha kwamba tunafikia ile haki ambayo inatakiwa kufikiwa. Lakini pia changamoto nyingine kwa sasa hivi ni kudumaa kwa nafasi za kiraia kwenye mashirika ya kiraia. Tunasema kushrinki kwa civic space imekuwa ni jambo kubwa na tatizo sana kwa sisi ambao tunafanya kwenye upande wa civic space kwenye mashirika yasiyokuwa na kiserikali. Kuna uminyaji mkubwa sana wa kufanya kazi. Kwa mfano, hatuna uhuru wa kuongea, hatuna uhuru wa kutoa taarifa, na tuna sheria ya takwimu ambayo imeweka vigezo ni jinsi gani mtu anaweza akatoa hizo taarifa ambazo wamekwenda kwanza kufanya research na kuja kutoa taarifa. Tuna mlolongo mrefu sana. Tunategemea hizi donor fund na zenyewe huwa tumewekeana makubaliano tutafanya kwa muda gani. Kwa hiyo milolongo ambayo imewekwa kwenye zile kwenda kuomba permission kufanya labda kufanya research na kuja kutoa ile takwimu na kuja kuishare, kuna mlolongo mrefu sana na utoaji wa taarifa. A lot of pushback kwenye masuala ya human rights kwa sasa hivi, kwa kigezo tu cha kwamba sisi kama Waafrika, sisi kama Watanzania tunaishi kulingana na mila na desturi za Kiafrika. Lakini mimi nataka kujiuliza, haya matukio yote ya uvunjwaji wa haki za binadamu, kwa mfano watoto kubakwa, watoto wa kiume kulawitiwa, ni wanaolawiti ni watu wenzetu wageni, ama ni sisi jamii kama jamii tumeshindwa kuchukua majukumu yetu
kuwawajibisha hawa watendaji wanaovunja hizi haki za binadamu. Kwa hiyo kuna hiyo pushback kubwa sana ambayo inasema kwa sasa hivi sisi tunaotetea za haki za binadamu kwamba tunatetea haki ambazo mifumo ambayo tumeletewa na watu wageni. Umeona, sio wazao wa Afrika, hawaelewi. Kwa hiyo hiyo pushback inarudisha sana nyuma msukumo wa kutetea haki za binadamu kwa Tanzania. Kuna vitisho vingi, vitisho, udhalilishaji wa wanawake watetezi wa haki za binadamu, especially kwenye upande wa saizi digital platform, kwenye mitandao ya kijamii. Yes, kwa wanawake wengi wamekuwa wakidhalilishwa, wanawake wengi watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakidhalilishwa kupitia mitandao ya kijamii, kiasi kwamba unaona kabisa jinsi gani mtu kudhalilishwa kwa haraka. The way unavyo share information, the way ndio unavyopata attack kwa watu kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wengi wanakata tamaa kwamba kishia taarifa zangu kwenye kupitia mitandao ya kijamii, nikiongea kitu fulani naogopa, kwa sababu hata baba yangu yupo kwenye mitandao ya kijamii, ndugu zangu wako kwenye mitandao ya kijamii, shemeji zangu wako kwenye mitandao ya kijamii, mawifi zangu wako kwenye mitandao ya kijamii. Inashusha ari ya mwanamke mtetezi kuendelea kufanya kazi kupitia mitandao ya kijamii. Na tunasema tunahamasisha sana sisi kama wanawake watetezi wa haki za binadamu, tunahamasisha sana kutumia mitandao ya kijamii kufanya kazi zetu za uchechemuzi na utetezi, kwa sababu ni njia haraka sana ya kufikisha ujumbe, kuelimisha jamii. Kuna watu wengi, hata viongozi, watu wa maamuzi wako kule, wanaweza kupata hizo taarifa kwa haraka, na haitumii gharama kubwa kama ilivyokuwa mwanzo. Kutokana na hizi changamoto, tunaona ni jinsi gani hizi haki za binadamu zinalindwa taratibu sana. Na pia hata haya maendeleo ambayo tunasema tuya accelerate ama tuyaharakishe, hawezi kuharakisha kutokana na hizi changamoto. Na ni kweli kwamba changamoto hizi zipo. Kikubwa pengine ambacho pengine mnaweza kufanya ni kuwaelimisha hawa watetezi wa haki za binadamu kutumia mitandao ya kijamii vizuri, kwa sababu watu wengi wana tabia, chochote unachofanya, umekula, umeweka, una watoto wako unaweka. Kwa hivyo jinsi ambavyo unajionesha kwenye mitandao, ndivyo watu wanavyopata fursa ya kuweza kukuhujumu, kukudhalilisha. Lakini pia kama watu wakifundishwa jinsi gani ya kutumia vizuri hiyo mitandao, wanaweza wakaitumia vizuri kwa ajili ya mabadiliko. Hilo kubwa tunalowajengea uwezo wanawake wengi watetezi wa haki za binadamu kutumia salama mitandao ya kijamii kwa kufikisha ujumbe na kufanya uchechemuzi ambao utaleta mabadiliko kwa haraka. Wekeza katika wanawake, harakisha mabadiliko. Kwa nini ni muhimu kuwekeza katika haki za wanawake na makundi maalum ili kuharakisha mabadiliko? Kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu, wekeza kwa wanawake kuharakisha mabadiliko, sisi kama wanawake watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania tulifanya tunaita a round table discussion pamoja na wanawake watetezi wa haki za binadamu, lakini pia na wale watangulizi wetu wanawake watetezi wa haki za binadamu, kureflect jinsi gani tunaweza kufanya ili kuhakikisha tunaienzi hii theme. Majadiliano yetu yalikuwa yamejikita katika mada kuu 4. Mada ya kwanza ilikuwa jinsi gani tunaweza kuwekeza kwenye haki za binadamu, kwa ni jinsi gani wanawake watetezi wa haki za binadamu wameweza kuwekeza kwenye eneo la uchumi kwa wanawake watetezi ambao wanapigania haki zao za kiuchumi. 3, tumeangalia kwenye jinsi gani ya kufanya uchechemuzi kwenye masuala ya bajeti yenye mlengo wa kijinsia hapa Tanzania ili kuleta mabadiliko. Lakini pia tulifanya majadiliano kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, ni jinsi gani kama wanawake watetezi ni muhimu kufanya uchechemuzi, kuongeza ruzuku kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na jinsia. Ya mwisho tuliangalia jinsi gani masuala ya ufeminia, jinsi gani ufeminia unaweza kuwa chachu ya mabadiliko kama kutakuwa kuna ruzuku za kutosha watetezi wa wanawake watetezi wa haki za binadamu. Kama tunavyoona sasa hizi pia kuna anti-gender movement bado zinakuwa ni nyingi.
sio tu kwa Tanzania, lakini kwa Afrika, lakini kwa dunia nzima. Mimi pia niliweza fanya huo uchechemuzi gani tumeweza kuwekeza kwenye haki za binadamu, lakini na faida za kulinda hizi haki za binadamu. Kwanza, tukiwa na haki za binadamu ambazo zinalindwa, kuna ulinzi mzuri wa haki za binadamu, tutapunguza vurugu kwenye nchi, tutapunguza matabaka na tutaleta maendeleo za kumiliki mali kulingana na sheria ambayo itakuwa na usawa wa kijinsia. Itaharakisha maendeleo, na kama tutaharakisha maendeleo, ni kwa namna gani tutaendelea kumkuza mwanamke ambaye ni mkulima, ambaye kazi zake nyingi zinategemea ardhi, na ardhi hiyo kama akiweza kuimiliki vizuri, anaweza pia kuleta maendeleo kwa haraka, anaweza kwenda kukopa, anaweza kwenda kulima vizuri na akapata faida na akaendelea kuleta maendeleo kwa nchi. Utekelezaji mzuri wa haki za binadamu, basi taifa litaendelea kuwa kwenye hali ya amani. Lakini kama kunakuwa hamna utekelezaji mzuri wa haki za binadamu, naamini tunaona wenzetu wa nchi za majirani, kwa mfano South Sudan, kila kukicha kuna vurugu ambako hata maendeleo hawana. Hiyo inaweza ikashusha kabisa maendeleo ambayo tumekucha kuyapata kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwekeza kwa haki za binadamu. Tutapunguza sana ukatili wa kijinsia, na ambao tunasema sisi ukatili wa kijinsia una gharama kubwa, na gharama hizo inapelekea kwenye mzigo kwenye serikali kutibu wale majeruhi au wahanga wa ukatili wa kijinsia. Nchi kama nchi ni vizuri zaidi kuwekeza kwenye kuwa na mfumo wa kuwalinda hawa wanawake watetezi wa haki za binadamu, ili kuhakikisha kwamba hawa wanawake watetezi wa haki za binadamu wanafanya kazi kwenye mazingira ambayo yako salama, hakuna vitisho, hakuna udhalilishaji, hakuna kutishwa kuuawa. Tukiwa na huo mfumo, itasaidia sana kuwajengea uhuru wanawake watetezi wa haki za binadamu, na wengi wakajitokeza kuendelea, na waliokata tamaa wakajitokeza kuendelea kufanya kazi za utetezi wa haki za binadamu, wanufaika wa hizi haki za binadamu wakazifurahia hizi haki za binadamu. Sisi tunatetea makundi ambayo yako pembezoni. Mojawapo tunasema ni wanawake, haki za wanawake, haki za watoto, haki za watu wenye ulemavu, haki za wazee, haki za wanawake wajane, haki za vijana na makundi mengine ambayo yamesahaulika. La kubwa ni kwamba ni jinsi gani tuwekeze kwenye ulinzi wa wanawake watetezi wa haki za binadamu, kuwa na mazingira salama, mwanamke mtetezi akafanya kazi akiwa free, akafanya kazi bila kudhalilishwa, akafanya kazi bila kutukanwa, na ikamletea motisha na kuendelea kukuza hali ya kutetea hizi haki za binadamu, kwa maana kwamba nchi yetu bado hatujaweka mifumo ya kutetea wanawake watetezi wa haki za binadamu, mifumo ya ulinzi wa wanawake watetezi wa haki za binadamu kama nchi nyingine ambazo wamekucha anza kufanya. Asante sana. Una ujumbe gani kwa kuhusu siku hii ya wanawake? Tunaposherekea hii siku ya wanawake duniani, tuangalie sana makundi ambayo yanajitoa mbele kwenda kutetea haki za binadamu, hususan wanawake ambao wanatetea hizi haki za mtu mmoja mmoja. Mara nyingi wanawake tunatetea hizi haki za binadamu, tunachukuliaga inakuwa kama personal issue. Umeona, ile personal issue inatukosti tofauti na wenzetu, inatukosti kwamba nitalibeba ili nitaenda nalo, lakini huku nyuma bado tuna watu ambao wanatuvuta nyuma. Kwa mfano, mwanamke mtetezi akiwa anatetea mara nyingi kwenye kesi za au watoto wanaobakwa na kulawitiwa, na wanaofanya hivi vitendo ni watu wenye nguvu zao, wenye hela zao. Kwa hiyo yule anayefanya kile kitendo akipelekwa mahakamani na akafunguliwa kesi, labda akafikia hatua ya kufungwa, basi huyu mwanamke mtetezi anakuwa kwenye hatari zaidi. The more tunavyoenda mbele kutafuta haki, tunavyokaribia kuipata haki, na ndio tunavyoendelea kupata vitisho zaidi, ili tu kutupamisha ama kutusilence tusiendelee. Sasa jamii itambue mchango wa wanawake watetezi wa haki za binadamu, iondoe vitisho, iondoe udhalilishaji, na iondoe dhana ya kwamba mwanamke mtetezi anataka kujifanya kama mwanaume. Tunavyoelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, labda
Tunavyosema tunataka kuwa na 50-50, tuhakikishe mifumo yetu imewekwa vizuri kuhakikisha mwanamke akishika madaraka na akikaa pale kwenye madaraka hawezi kudhalilishwa, afanye kazi zake kwa sio mila zetu na tamaduni zetu kuongozwa na mwanamke. Hapana, mifumo ionyeshe kwamba mwanamke anaweza, na huyo mwanamke uwezo wake ni upi wa kuenda kufanya kazi, akachaguliwe, akafanye kazi na akalete mabadiliko kwenye nchi yetu. Asante sana dada. Asante sana dada Hilda Stewart, mratibu wa mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu Tanzania na katibu wa mtandao wa wanawake watetezi wa haki za binadamu Afrika Mashariki. Ili wanawake waweze kufanikiwa na jamii iweze kuendelea, tuwe na jamii ambayo ni endelevu, jamii ambayo haina vurugu, jamii ambayo ina amani, ambayo ina usawa, uchumi bora, watu wanamiliki rasilimali. Ni lazima kutetea haki za wanawake na makundi maalum, na pia ni vizuri kuweka mifumo ambayo itaweza kusaidia kuweza kuwalinda hawa wanawake watetezi. Jamii inatumia mbinu za kuweza kuwadhalilisha na kuwakatia tamaa na kuwavunja moyo. Kwa hivyo ni vizuri jamii ikaweza kuthamini na kuweza kuelewa kwamba hawa wanawake ni watu muhimu sana na haki zao lazima zilindwe kwa nguvu zote. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Ni mimi Razia Kulaten Mwawanga kiwaletea wavumbuzi, watafiti na wataalamu wa Kiafrika wanaotatua changamoto za maendeleo kupitia ubunifu na teknolojia. Tanzania bila ukatili inawezekana, na usawa wa kijinsia. Asanteni sana. Jiunge nasi wakati mwingine tunapoendelea na safari yetu ya Discovering Africa, ukiwa na mtangazaji wako Razia Kulaten Mwawanga.